Focus Tanzania. Fuatilia habari zetu katika mitandao yote ya kijamii. Andika Focus Tanzania. Tunakuunganisha kushiriki katika kuchangia maendeleo yako kiuchumi na kijamii. Kwa pamoja kusimamia siasa safi na utawala bora. Kwa majina naitwa Stanley Exaudi Mbati, ni katibu wa ACT Wazalendo mkoa wa Njombe na ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama taifa. Chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Njombe tulikuwa kwenye kikao cha pamoja, kikao ambacho tulikuwa tunatathmini mambo mbalimbali yaliyotokea mkoa wa Njombe tokea uchaguzi wa serikali za mitaa pamoja na huko tunakoelekea. Ndugu wanahabari, chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Njombe kwa pamoja tumekubaliana na tunaunga mkono kauli ya chama iliyotolewa na katibu mkuu ya kujiondoa kwenye majadiliano ya vyama vya siasa pamoja na tume ya uchaguzi, kwa sababu majadiliano yale yalikuwa ni majadiliano yaliyokuwa ni ya kilaghai, ni majadiliano ambayo hayakutekelezwa kama tulivyokubaliana. Kwa hiyo sisi tunaunga mkono kwa sababu zipo changamoto ambazo zilitokea mkoa wa Njombe za kutudhoofisha tusiendelee na zile harakati. Utaona kuna mfano pale Ludewa, watu wamesingiziwa, wamebambikiwa kesi ili waweze kuachana na harakati. Kitu ambacho hata sisi tunaona ni ukiukwaji mkubwa wa taratibu zile tulizokubaliana. Na tunaona kuna dalili za kuendelea na yale yanayoendelea, kwa sababu mpaka sasa wale vijana wetu 7 waliokuwa wamekamatwa, kijana mmoja ameng'ang'aniwa mpaka leo, na mwingine mwenyekiti pia ameitwa mahakamani kwenda kujibia mashtaka ambayo tunaona kabisa ni ya kisiasa. Moja kwa moja tunaona kwamba yameandaliwa kwa lengo la kutukwamisha. Kwa tunaunga mkono kauli ya katibu mkuu, kauli ambayo inaonyesha ujasiri, na sisi hatutarudi nyuma kwa ajili ya hilo. Lakini pia jambo la pili, tunalaani kitendo hicho cha OCD kuwakamata wale vijana na kuendelea kuwatishia. Tunaona hizi ni mbinu ambazo ni za kuwakwamisha, na tumeona mambo kama haya yanatokea kule Makete, watu wametishiwa. Ludewa huko ambako bado ndo kwenye nguvu, bado tunaendelea kuonewa, kitu ambacho sisi hatuungi mkono hoja. Baada ya kusema hayo, naomba niseme asanteni sana. Naomba nimkaribishe mheshimiwa mwenezi aweze kuzungumza jambo pia. Asante sana. Asante sana, nikushukuru sana ndugu waandishi wa habari, kama alivyoeleza katibu wetu wa mkoa Mheshimiwa Stanley Mbati kwamba chama kimetoa kama matamko matatu. Tamko la kwanza kabisa kwamba saa hizi hatuna habari za R4 zile. Tumefikiri kabisa rais hakuwa na nia njema na sema haikuwa na nia njema. Tuliingia na zile R4 na mama tumemzungumzia vizuri sana. Na kama alikuwa na jina tukafikiri labda na nia njema, lakini nia sio njema. Mfano tumeangalia uchaguzi huu ambao umepita sika za mitaa. Tumefanywa vitendo vikubwa sana, watu wamepigwa, watu wameuawa, watu wamepewa makesi ya ajabu, na mama hajazungumza chochote kile. Kwa hiyo unaweza kuona zile R4 zilikuwa ni kuisindikiza CCM iweze kutekeleza matakwa yao, sio ya wananchi. Kwa hiyo habari za R4 maridhiano ya kukaa mezani tunaona ni sio kitu chema sana. Ndio maana viongozi wetu wakitaka wamesema sasa tunataka siasa, tunakwenda kufanya siasa za kuleta mabadiliko, nafikiri zitaleta chanya kidogo kwa mbele. Hilo la kwanza. Lakini la pili, chama kimeeleza kama alivyosema katibu wetu hapa, kuna mambo ambayo yale baraza la vyama vya siasa, chama kimetoa matamko, kuna vyama vingine navyo vimejitokeza. Sababu kuna vyama kama 19 ambavyo vimesajiliwa. Lakini hivi vyama hivi havina hata matawi. Vipo tu makao makuu pale, vinazunguka kwenye ofisi za Chama cha Mapinduzi kupata chochote kwa matamko. Kwa kile hakuna Mtanzania leo unasema kuna vile vyama kwenye ngazi ya chini, havipo. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinawatumia wale kuonyesha kama kuna vyama vingi, lakini Watanzania wanajua kabisa kwamba vile vyama ambavyo vimetoa matamko kwamba pamoja na tume hii imekuwa mbovu, wataendelea nao moja kwa moja na uchaguzi, ni vyama ambavyo vinatumikiwa na Chama cha Mapinduzi. Nafikiri vyama makini nchi unaweza kujua. Sisi na Chadema nafikiri tunaeleweka kabisa tunataka mlengo upi. Hilo nafikiri tukaleleweke. Kwa hiyo niombe niseme sasa, kama alivyosema katibu wetu, kule Ludewa kuna madhila na maeneo mawili yatokea, kuna vijana 7 walikamatwa. Nafikiri tunashukuru kwa kupigania haki, na vyombo vya habari vimetusaidia sana. Wale 6 wametolewa hawana hatia. lakini wamekwenda kumshikilia kijana moja
wenyewe wamesema huyu nadhani, lakini lengo lao ni kwamba ili kudhoofisha tusiweze kufanya maandalizi hapa. Kwa hiyo naomba niseme kwa vyombo vya habari, tunamuomba OCD na mkuu wa wilaya wamwachie mara moja yule kijana, wamwachie mara moja. Kama wanafikiri zile R4 za rais ni za ukweli, basi wamwachie ni mara moja bila masharti yote yale. Kinyume na hapo, tunafikiri sasa haya ni mapambano ambayo wanafikiria sio mazuri, kwa sababu wamedhulumu uchaguzi na kule bondeni hakukuwa na uchaguzi. Kwa hiyo hii wamekuja kuidhoofisha ili tusiweze kuuliza, tuwe tunafikiria kesi. Mimi kama mwenezi wa mkoa wa Njombe naomba niagize kama chama wamwachie ni mara moja bila masharti yote yale, ili tuangalie nini kinaendelea. Hilo ndo nataka kuzungumza. Lakini lingine, Jumapili tarehe 22 tutakuwa na mkutano wa ndani hapa. Tunawaalika wadau mbalimbali, iwe madhehebu ya dini, watu mbalimbali wenye nia njema, kwa sababu sasa tunaunganisha nguvu. Tuone hoja ambazo tumeletwa na viongozi wa ngazi ya juu na sisi tunaimarisha vipi, na mawazo yetu ambayo tunayo. Kwenye kikao hicho tutawakaribisha watiania wote wanaotaka ubunge, wanaotaka udiwani. Chama chetu kimekaribisha mapambano tukielekea kudai tume huru ya uchaguzi, lakini tunataka kufungua milango ya watiania. Watu wanafikiri kwamba kama tume huru itanyamaza tu inakueje? Mimi nafikiri hawezi kunyamaza tu kwamba tumesema walimu watu wataki, watendaji watu wataki, na wasikae milango ya namna kwamba wataweza kufanya. Sisi kama chama ACT Wazalendo tunasubiri mpaka mwezi wa 6. Yaani hata asimamia mwalimu yeyote wala mtendaji yote. Tuna njia namba 2, tunaenda kuwashtakia wananchi. Wananchi hawa wana mtendaji mmoja tu kwenye kijiji. Wananchi hawa wana mtendaji mmoja tu kwenye kata. Tunawashtakia wananchi kwamba hawa watu wanaopangwa kudhulumu uchaguzi bado tume inataka kuwatumia. Wananchi watajua namna watawajua namna ya kushughulika nao. Kwa hiyo sisi tumejipanga, uchaguzi kama upo tutaufanya, na tume huru ifanye marekebisho ambapo sisi kama chama ngazi ya taifa wamepeleka, ni pamoja na kuondoa hawa watumishi hapa chini. Tunataka tuseme tunao vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu, wapo mitaani wana ajira. Waajiri, tume iwaajiri hao. Kwa nini wanang'ania watendaji ambao tunajua ni makada wa Chama cha Mapinduzi na wao walimu? Kwa hiyo sisi tunajua tuna Watanzania wengi wamesoma wana ajira, tume iwaajiri, ni moja ya kodi zao. Nafikiri kwa kifupi ni hayo, asante sana.